Na mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya West TV Staftahi, na kama unavyoelewa siku ya Jumatano hii tunaangazia masuala na hatua wanazopiga wanawake kwenye nyanja tofauti. Na basi hii leo tutakuwa tunaangazia maendeleo ya wanawake, ambapo tunao wageni studioni, tukianza na Bi Consolata Amukaga na vile vile Bi Annette Nafula wapo studioni. Nitawapa nafasi wajitambulishe, watueleze wao ni nani. Tukianza na Bi Annette. Jina langu ni Annette Nafula Wanyonyi. Mimi ni Assistant Chief Bukembe Sub-Location, nikiwa member wa Mulembe Women Group. Asante. Madam Connie. Kwa majina naitwa Consolata Amukaga, mwenyekiti wa kikundi cha Mulembe Women Bukembe Eastward. Tumekuja leo kwa studio yenu. Karibuni sana kwa kufika, asanteni sana. Labda kwa kwanza tu kuelewa Mulembe Women Group ni nini haswa? Mulembe Women Group ni muungano wa mama. Ni muungano wa mama counts 5 za Western Region Caucus. Kwa hivyo ilianza 2023 mwezi wa 3. Tulilonjia kule Kakamega. Ikakuja kwetu, ikawa kwamba ni vigumu sana mama wa kawaida wa chini kusikika kule juu. Ikawa kwamba tukuje kila county ijipange. County ya Bungoma ikajipanga. Kuna viongozi wa county, kuna wa sub county, wakateremka mpaka mashinani kwenye wards. Kwa hivyo mimi ni mwenyekiti wa ward ya Bukembe Eastward, Mulembe Women. Chini ya patron Catherine Wambilianga. Ndiye anaongoza ward zote 45 kwa county ya Bungoma. Wow. Umesema kwamba ulianza mwaka 2023, sijui katika Bukembe East Ward ni mwaka huo ndo mlizindua kule kikundi chenu? Sisi tulianza mwaka wa 2024. Ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 2. Ndio tulianza. Tulianza wamama wachache. Licha ya changamoto huku na kule, tulianza wamama wachache, na tulifikiria viongozi kutoka county na sub county walitutembelea, wakatutia moyo, wakatuambia tukitaka kwenda vizuri lazima tuweko na kamerigo. Na tulianza na sukari. Unatoa welfare 50 bob, share 50 bob, na unabeba kilo ya sukari. Tukienda kwa nyumba ya mtu, hasa venye tulienda nyumba ya kwanza tarehe 20 mwezi wa 2 2024, tuliacha pale kilo 13 za sukari. Lakini baada ya wiki moja zilikuwa zimezidi, zimefika 23. Watu walipendezwa. Tunakaa kila Jumanne. Kila Jumanne. Kwa hivyo ni kikao cha kila wiki. Kila wiki. Na hiyo kila wiki mtu anahitaji kwa na 50 bob ama mliongeza? Bado tuko kwa 50 bob kwa sababu tulikuwa tumeongezewa 100 200, alafu 150 merigo. But kwa sababu tuko na wamama tabaka umri, hatuwezi enda na hawa mama tuwawache nyuma. Ilibidi turudi tu kwenye shilingi 50 na sukari. Tumeenda hivyo kwa sukari, tukafikisha kilo 52. Tukagawa group. Group A inapata sukari 32 kg, group B inapata sukari 20 kg. Tukienda kwa nyumba ya mmoja wetu, tulikuwa tunazunguka, nataka kujua matatizo yanayowakumba wa mama. Kwa hivyo tunapoenda hatupiki. Tulikuwa tunaenda tukiangalia mazingira yale ili tujue tunaweza saidiana vipi. Siwezi weka tu kikao mahali pamoja ili hali mama amejikaza amefika na kule nyuma ana shida. Tumezunguka tukamaliza. Tukaanza raundi ya pili. Raundi ya pili tukasema kwamba wacha tumwage. Mtoto anaweza pata rimpepa, unaweza mlipia kwa mahali kitu shuleni. Kwa hivyo tukarudi kwa 150 na 50-50, that's 250 every week. Na sukari mkaachana nayo? Tuliacha sukari tukarudi kwa mirigo ya pesa.
Tukimwaga tunapata zaidi ya shilingi 7,600. Tunagawa watu wawili kwa sababu tuko wengi. Mtu anatoka hapa anakuja na shukuru, anasema nimelipia mtoto wangu alikuwa amefukuzwa. Nimelipia mtoto wangu, nimempimia uniform, nimenunua rim paper. Naona kwamba tunaenda vizuri na familia yetu hata kama iko chini. Na shukrani, nitakuwa narejea kwako. Tukija hapo kwa Bi Anet, wewe ulijiunga na Mlembe Women Group mwaka gani? Nilijiunga na Mlembe Women Group last year mwezi wa 4. Last year mwezi wa 4. Yeah. Wow, nini kilikuvutia? Mimi kwangu niliona nitembee pamoja na hao mama. Nitaka kuwavutia nao waje kwa starabi yangu. Wasijisikie kwamba wako peke yao ni duni, lakini wajisikie kwamba pia hao wanaweza jumuika na watu kama sisi. Ndiposa nikaingia pale, nikawapa moyo, nikiwaambia nanyi siku moja pia mnaweza kuwa kama mimi. Si kwamba wewe ofisini peke yake, bali unaweza fanya kitu kingine. Na wewe pia uwe mtu. Yes. Wow. Tukirejea kwa Bi Consolata, sasa hivi mko wanachama wangapi pale Bukembe East? Sasa hivi naweza sema tuko wanachama 128. Lakini active wale hawawezi kosa kuja chama la 68. Wengine ni apologize, absentees, without apology, but wote ni wetu. Apologize hivyo wanatuma mchango. Wanatuma. Okay. Yeah, wanatuma. Kwa hivyo wakikosa kuja, unajua mambo haya ya vyama. Unapata mtu anaibeba nika kwa roho kwamba fulani hakuja kwangu, kwa hivyo sitaenda kwake. Sijui sasa inakuwaje hao apologies kila wakati mnaenda kwao kifika kipindi chao. Ninaweza rudia kule nyuma kwamba raundi ya kwanza tulitembea tukitaka kujua mazingira ya watu wetu jinsi wanavyokaa. Yes. Na kwa sasa tuna mahali pa kukaa. Tuliomba hall pale sokoni, tunafanyia mikutano zetu pale. Kuliko movement ya transport, tuliweka center. Okay. Yeah, tunakaa tu mahali pamoja. Ili ukitaka kuja kutuona, si vigumu kutafuta mahali tunakaa, unatupata pale sokoni. Kuna hall ya soko. Watu nakaa pale kila Jumanne saa 3:30. Yeah, ukikuja saa 3 na dakika 31 faini ya shilingi 20. Hiyo hauongei, unatoa tu. Kwa hivyo umekuepo pale kama mwenyekiti. Sijui wale ambao ndo members sasa wanatoka maeneo gani haswa? Bukembe East Ward ni kubwa, sio? Yes. Umeona kwamba kabisa watu wametoka kila pembe ya ward? Ndio. Tuko na sublocations 3. Kuna Bukembe sublocation, kuna North Sangalo na kuna Kongoli. Wote ni ward nzima, hawa mama wanatoka kila pembe ya ward. Tumewakapia na sio wamama tu. Tuko na wazee na tuko na vijana. Yes. Sio wazee wako ndani. Tuko na wazee. Ni historia kubwa kwa sababu Mlembe Women ni ya wamama. Ni mimi tu nimevunja kaunti ya Bungoma rekodi ya kuleta wazee. Hao wazee walifikaje pale? Kazi ambayo tunafanya. Sisi huwa hatuongei matendo. Kazi ambayo tunafanya kwa jamii inatuuza, pengine ndio imefanya tukafika mahali tumefika leo hii katika utangazaji wa West TV. Yes. Shukran sana. Nikija kwa Bi Anet ambaye amesema ni naibu chifu, sio? Yes. Unajua nyinyi mnaogopa sana lakini ni sawa tu. Kuna haya mambo ambayo hutokea Bi Anet, kwamba kuna mitafaruku inatokea baina ya wanandoa kuhusiana na mambo haya ya vyama, especially mambo ya wanawake, kwamba mwanamume hataki mwanamke aende kwa mambo ya chama. Sijui ukiwa pale kama mtumishi wa umma, ukiwa pale kama naibu wa chifu, kupata hii malalamishi kwamba watu wamevurugana kwa sababu mama alienda chama, sijui akachelewa na huko? Naam, mimi kwangu mwenyewe ni kielelezo. Naam. Kwa sababu ninapoongoza ni lazima matendo yangu yawe mazuri. Yes. Sasa kwangu watu wanajua jinsi ninavyokaa. Na mara nyingi hata wababa wengi wametamani sana niongee na mama zao, mabibi zao. Yes. Na kila wakati wakija kukiwa na shida, mimi wanawaambia achilia wanawake, muwape support ili wao pia wawe na mfuko umejaa, ndiposa mizigo nani ipungue. Hasa tunapokaa nao wanajua wako kwa nafasi nzuri, wamekaa mahali pazuri, na huwa tuna keep time.
Kwa sababu pia sisi tunajua tuna majukumu kama wamama. Si huwa tunaingia saa 3:30 tunaanza uombezi. Saa 4 kamili tunaanza kusoma minutes. Shamaliza tunaenda kwa changisho, alafu by saa 5:30 mama lazima awe nyumbani. Kama atapita saa 6 ajue mwenyewe ajieleza alikuwa wapi. Lakini wakati wetu ni kati ya saa 3:30 mpaka saa 6. Tunaanza shughuli. Naam. Yes. Na wanaume wenyewe wanasema kwamba wanawake hao wakiwa empowered wanabeba kiburi. Wewe ni mwanamke ambaye unashikilia afisi ile, labda tueleze, ni kweli kwamba wanawake kidogo wakipata empowerment wanabeba vichwa? Madam, inafuatana. Mimi binafsi mzee wangu afanye kazi. Mimi huwajibika kwa kila kitu. Anajua nikitoka nimeenda kutafuta. Sasa mara nyingi huwa nawaambia, ukiwa na pesa zisaidie jamii. Watoto wako pale, saidia mzee wako. Watoto ni wenu wote. Usiwe na kiburi kidhania pesa ni zako, lakini pesa ziwe zako. Mara nyingi huwa nawaambia, wewe ndio utabaki kwa boma. Hata mzee akienda, boma ni lako. Sababu nyumba ni ya mke, si ya mwanaume. Sasa ukiharibu utakuwa umeharibu wewe mwenyewe. Na ujue uzao wako utateseka. Sasa mtu akipata pesa anajua anafanyia jamii yake. Na kukiwa na shida, mara nyingi huwa wananiambia. Na kwa hiyo kikao huwa tunaenda tukisomesha. Tunafunzana vile tunatakiwa kukaa, vile tunatakiwa kuongea na wazee wetu, vile tunatakiwa kujua vile tuna handle families zetu. Sasa pale pia kuna masomo. Si mchango, si mganda tu. Kuna mafunzo pia. Ambapo tunaelezana kwa upendo. Sababu kuna funzo la Biblia, tushamaliza hiyo tunaenda kiulimwengu tuelezane, na mtu kama ana shida pia tumuuliza tuambie. Na kwa hiyo harakati ya kuongea huwa tunapata suluhisho kama wamama, tunahimizana. Tunajua sisi ni wadhaifu, ndio, lakini tunaenda tukipeana moyo kwa kila yule, tukimwambia hapana, usikae hivi, unakaa hivi, na ndipo sasa tuwe na amani. By the way, tumejaribu. Saizi mimi sioni kuna ugomvi sana. Au kila mtu amependezwa na hata ni hii mganda yetu. Tunapokuwa na ugeni huwa tunaalika hata wazee wao. Pia wanakuja wanajumuika kwa pamoja na sisi. Waone huwa tunafanya nini. Kama juzi tulikuwa na ugeni, wao pia walikuja. Wakawa part of us. Ile kitu tulipewa ya kukula, tuligawana nao. Ujue kama umekuja na mume wako, nikipata 300, mzee wangu pia ni 300. Pia anaweka zako kwa mfuko. Ajue kwamba hii ni yetu wote. Yes. Na umetupa mfano wako ambao ni mfano mzuri sana, kwamba wewe uko pale una cheo hiki, labda mume wako anaweza kuwa yupo labda ana kazi ama ana cheo cha chini, kwamba wanawake tunabeba vyeo, tunafika kwa nyumba, ukifika kwa kona mbona unajua mimi naibu wa chief. Siri yako ni gani, Madam Anet? Mimi first and foremost nilipenda jamii yangu. Nilishukuru Mungu kwa ajili ya watoto wangu. Na nikaona kama sio mimi nyumba yangu haitasimama. Hasa kila wakati, hata mzee wangu ndio wakati itafika unaona ni kama mzigo, lakini unajikubali. Kwa sababu umeishi naye. Hakuna namna. Hasa mimi nishamchukua kama mtoto wangu. Nikifanya kitu tunafanya kwa pamoja. By the way, mimi simkati ugali kando, huwa tunakula kwa pamoja kama familia. Kila mtu atatoa kwa dish tukikata, tukigawana chakula tukila kwa pamoja. Sasa pia anaridhika, anasema haka anakula kile chenye nako nakula. Halafu kwa watoto mimi wajibika nikijua watoto ni wangu. Kama watoto hawatafanya mitihani vizuri, hawatapita, mzigo ni kwangu. Sasa huwa ninafanya nikijua nafanya jamii yangu nikijua the future depends on my children and my family as a whole. So I have to work hard so as to make my future be good. Because we don't work for the past, we work for the future. Yes. Na shukrani sana. Nikirudi kwa Chairlady, Yes. Mambo na Mulembe Women Group, kuna miradi ipi ambayo mnajishughulisha naye kando na kuwa na merry go round? Tuko na miradi. Kwanza tulipoanza Mulembe Women, tulipitia changamoto sio haba. Kitambo tufike mali tumepitia changamoto, kudharauliwa, kudunishwa. Mwanamke tu atapeleka wapi hawa? Lakini hatukufa moyo. Kile nilishukuru Mungu, Madam Assistant Chief wangu akajiunga kwa kikundi, akakubali ni muongoze. Nikapata nguvu ya kwanza.
Na siku moja nikaenda nikamwambia kuna kitu msukumo ndani ya roho yangu. Nataka hawa watoto hawa wazazi hawajiwezi. Tufanye kitu kama karambe, tulipie watoto wetu school fees. Mama aliniambia go ahead. Na kusupport 100% kwa sababu fees ya basari haitoshi. Nilijaribu kuficha kidogo kwa sababu ya vita ambavyo vilikuwa kwa ground. Nikaficha, nikajaribu kuongea na mbunge wangu akakubali, kaongea na senator akakubali, kaongea na mama county akakubali. Nikaomba wamama wanipe tu shilingi 100 kwa huo mchango, wasione kwamba tumewafinya. Wakakubali. Wengine wakawa na sita sababu hawajaona mwanga mbele. Tulifanya hivyo na tulikuja tukawa na harambee. Last year mwezi wa 5 kama sijakosea, mwezi wa 4 mwezi wa 5 tulikuwa na harambee. Mbunge wetu akatusupport. By the way, wacha niseme kwamba mbunge ametuvaa. Wakati tunapungukiwa Mr. Makali, unapompigia simu anasikiza. Ni mtu wa watu. Akaniambia kama ni elimu koni, hiyo ni kitu kizuri. Alitumana. Hakukuwa karibu. Senator sema akatumana, mama county akatumana. Tukaraise pesa, tukalipia watoto 13. Kila mtoto 1500, ambapo tuliwapea shilingi 1500, 1065. Chifu yukawea, tukiongea hivi, ward administrator akawea. Wakafuatilia wakaona kweli watoto wanastahili kupewa, ndio wenye wamepewa. Wakati tunaendelea na mradi wa school fees, huku nyuma tuko na Mirigo. Tuko na table banking. Watoto wetu wa mama zetu wanakopa, wanafanya biashara na wanarejesha. Kumaanisha kwamba tunaenda mbele. Tuko na ukulima. Tuko na ukulima wa njugu. Tulijaribu kufunza wa mama zetu jinsi ya kutafuta mapato. Kuna ukulima wa mboga. Tuna kuku na tuna nguruwe. Kwa ile kidogo tulikuwa tunaweka hazina zetu tulizinunua. Tukiendelesha. Hivi tunapoongea hivi tuliomba shirika linaitwa Nice Syngenta. Wakatufadhili na njugu, wakatufadhili na mashini ya kushaga peanuts. Hiyo ndio juzi tulilaunch, na kushukuru sana nikiongea hivi, na kushukuru sana Mheshimiwa John Makali alikuja akailaunch officially tarehe 27 March. Tukizungumzia njugu hii, mnalima wenyewe, mnapanda kama kiasi gani cha shamba? Tunalima sasa hivi tulipanda hazikutoka. But tunatarajia kupanda mwezi wa 7. Yeah. Tumeomba mashamba. Tunaomba wale ambao hawatarudia kupanda mahindi mara ya pili. Tumejaribu saizi nikiongea hivi tuko na karibu ekari 11. Tunaachiwa kuliko mtu aache shamba tu. Ameturuhusu. Hata watu tu wamependezwa na kikundi. Mtu anaona kuliko kacha shamba ikae, mtakuja mpande. Tutakuwa tunamtengenezea rotuba ya shamba yake. Yeah. Sasa hapo mheshimiwa alikuja kalonji na pia tukamuomba kwamba njugu tuko nazo, mashini ya kushaga pina tuko nayo, lakini hatuna roaster mashini ya kukaanga njugu. Mheshimiwa mahali huko, nataka kuambia wewe ni mtu wa maana. Alitupatia shilingi 1100 tununue roaster machine. Sasa hivi nikiongea Ijumaa roaster machine itakuwa ina silibo kembe. Yeah. Hiyo pia ni mradi ambao tuna sukumana na wamama zetu. Kwa hivyo hatujakaa tu. Tujakaa tu, tunajaribu. Tunajaribu kama kiongozi, lazima mkae chini viongozi, muangalie jinsi mtaweza kufanikisha familia kesho. Kwa hivyo bado hamjaanza kutengeza peanut hadi ile mashini? Tulitest machine ili tujue inashaga hawa haishiagi, ndiposa wakuja wailonji. Tulitest, tulienda FTC Mabanga, tukatest inashaga peanut. Inashaga. Yeah. Na unajua kwamba wakati mnafanya haya yote, lengo lenu ni kwamba muweze kupata faida na muweze kupanuka zaidi. Na katika kupata hii faida lazima muweze kuwa na soko. Sijui kwa upande wa soko ya peanut msha identify soko kwamba tukizalisha ni hapa tutakuwa tunapeleka, ni hivi bidhaa yetu itatembea na tupate faida. Nitamsaidia. Sisi tunafanya kazi pamoja na parokia ya Barnabas. Father Aquinas, juzi nikaona sister kutoka Chekaka. Akaja akitaka kufanya order. Hizo vitu. Tayari ni kama
tuko exposed cause tulikuwa kwa Imani FM live. Sasa ni kama watu waliona wa makanisa. Na wanataka kujua sababu sister aliniachia namba akisema mshamaliza mfanye quotation. Mtusaidie kwa sababu hata tuko na jina la biashara yetu. Ni Mungu. Mulembe Women Group. Mungu. So tayari tuko na njugu tumeshaga za mboga, za kuweka kwa mboga. Hizo tayari tunauza tu kijua kali. Hata mimi mwenyewe huwa nanunua sababu huwa nazikula. Sasa soko ya njugu shaga si ngumu, lakini peanut lilonaongea mpaka lazima tujitangaze, tujulikane, ndiposa tuwe mbali kabisa. Kwa hivyo kidogo mnaona mwangaza kwamba tutaanzia mahali. Yes. Na shukrani. Na kwa mradi wa kuku? Mradi wa kuku tuko nazo. Na hizo ni individually. Hata juzi tuko na mganda ambao ulitupea form tuandike shirika. Ambao ulikuja tuandike form tunataka nini. Sasa tumekaa tunataka kuku. Tuongezee kwa zetu. Hizo kuku hatujafika mahali penye tunasema kweli tunatafuta soko kubwa. Mtu anaweza uza 3 2 na tunaenda tunaweka kwa mganda yetu. Sababu kuna wakati mwingine tunaweza tuko na wamama wazee ambao wako over 70. Unajipata kwa nyumba hana kitu. Unajipata hata hana nyumba. Tumejengea watu wawili nyumba. Mwanaume mmoja na mama shosho mmoja. Ulituuliza kwa nini wanaume wanakuja kwa ajili ya kujengea ule mwanaume nyumba. Nyumba yake ilikuwa imeanguka. Na tukanunua mabati. Tukamjengea nyumba. Hasa ni kama watu wanaona shida zao ndio zinawaleta which tunashukuru. Sababu hizo shida pia tunataka tuzitatue na tutembee kwa mtendo mmoja. Tuwe watu wamoja. Unauliza kwa nini mimi ni assistant chief na ninakaa kwa watu na wasiniogope na tuwa tunakuwa wakali. Mimi wanarudi chini. Hata nikipata unafanya biashara ambayo si halali. Si kupenda kwako najua hivyo. Nitakuita tusemezane. Nikwambie si mzuri. Acha. Hii maisha ya kusukumana na serikali si mzuri. Nao utaniambia kwa nini ulifanya hivyo. Nikwambia hapana, ulichukua solution mbaya, lakini kuja tutembee kwa pamoja tukusaidie. Nina mama 3 wameacha. Hawapiki pombe saizi. Tuko nao tunakaa nao. Na tunasalamiana hata tunachekiana, tunahagiana. Na ulikuwa unapata mbio. Nilikuwa na mwaga hata sasa nikisimama na kuweka rungu sababu unajua utanipiga pia. Naam. Lakini saizi tunasemezana tunakaa kama wamoja mpaka wakiniona wanasema madam tunakaa pamoja. Hata mimi nikienda kwa mganda na kaa nyuma. Kiongozi wangu ndio huyo. Na timu. Yaani uende kwa wakati nikichelewa natoa hiyo pound. Sheria isimame. Na katiba iendelee. Asante sana. Kwa hivyo umesema mradi wa kuku kila mtu anafuga wake, kwamba mna sehemu maalum ya kuweka. Na katika kule kufuga kila mtu yake inakuwa ni changamoto, manake unapata kwamba huwezi elewa yale yanatendeka kwa fulani na yule mwingine. Sijui mmeweza kupata hizi changamoto kwamba unapata labda mwisho wa mwaka mtu huyu hata na wale kuku tena. Tuko na mtu anapatwa. Karibu kila mwezi anazunguka. Hatujiwezi ruweka tu sisi viongozi tukae tuongoje. Kuna mtu anazunguka, alafu baada ya mwezi anatuletea report. Kwa kikundi anatuambia venye kunaenda. Na pia tuliambia member ukiwa na changamoto una communicate. Tujue kama ni kutibu, huwa tunawatibu tu. Nachukua mtu anazunguka na tibu tu kuku zote. Sasa kama una changamoto unaongea, usipoongea tutakuchukulia hatua kwa sababu utakuwa unacheza na kazi na tunataka uende mbele. Labda kwa mtu ambaye yuko na kuku wengi ni kuku kama wangapi katika chama hiki? Ni 40. Mtu ambaye ana wale wengi. Na mwenye ana wachache ni kama wangapi? Wachache roughly 25. Kama amepoteza. Wow. Na nguruwe, umezungumzia nguruwe pia mna mradi huo? Tuko na mradi wa nguruwe na tuko na nguruwe 5. Tumeliweka tu kwa mtu mmoja. Labda mnapania kwamba mpanue hizo nguruwe. Tulikuwa tunataka kama tutaona jambo fulani nzuri mbele taziuza. Tufanye mradi fulani. Lakini tutauza, tunanunua. Kuna kike ni 2. Dume ni 3. Sasa unajua tukiuza dume, kike zinazaa tukiuza. Hizo si ni pesa zetu. Naam.
Kwa hivyo ni miradi ya njugu, kuku na nguruwe ama kuna mwingine? Kuna mradi. Na uwa kulipia wanafunzi karo ni mlifanya mara moja alafu ikaishiwa ama mnapanga pia mwaka? Tunapanga huu tena mwaka huu mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Yes. Okay. Kwa hivyo hiyo ndio miradi ya Mlembe Women Group. Bado kuna miradi. So far tukiongea hivi tuliomba shirika la Shofco, Urban Network. Tukaandika proposal. Tuko na mwalimu wa kuandika proposal. Ni yeye alituandikia ile ya nice, ikaenda true. Tena saizi ametuandikia Shofco. Pia tukiongea hivi karibuni maybe tutawaalika mkuje tuna launch. Tuliomba milioni 2.85 400 but wakareduce ikarudi kwa 2.1. Tukiongea hivi kwenye akaunti yetu kuna first phase 2, second phase and third phase. First phase wametuachia 900,030 402. Ziko kwenye account. Twende tununue vicharahani za sweta. Tuembao youths wetu watoto kuanzia miaka 18 mpaka 35. Na ambao wamejisajili kama wana Kenya, wana ID. Tunataka kusaidia watoto wetu pia kama kuna mtoto mwenye hakuendelesha masomo. Hata mwingine maybe hakwenda shuleni kwa sababu ya mazingira ya kifamilia. Hatulipishi. Tuko tunaleta hayo machines watoto wakuje jifunze bure chini ya kikundi cha Mlembe. Na tunahitaji watoto 50 kutoka wodi mzima. Tumetangazia Chief Akawea, Assistant Chief, village admin wote. Tuliwaambia walete watoto. Hata wakifika 100 hatuwezi kataa. But limit ilikuwa ni 50. First phase to train 25, second phase 25. Hapo katikati unaona kwamba watoto wasichana watakuwa 40, wavulana watakuwa 10. Kwa hivyo hiyo tena ni mradi. Tutaleta charahani, uzi, already tumeshanunua computer, ni printer, laptop. Tuko na vitu vingi tunanunua, pia tunalipa walimu wenye watafunza watoto. Kwa hivyo watoto wakikuja wanakuja kujifunza bure. Huo naweza sema kwamba ni mwamko mpya katika kikundi cha Mlembe na pia katika Bungoma County. Especially mbunge wangu wa Kandui ajivunie sana. Alikuja akalonji mashine ya peanut. Leo hii kikundi cha Mlembe bado kinambeba juu kwa juu kazi yenye anaifanyia. Wanamletea mashini 25. Najua kwamba mashini zimepanda bei. Tuliongea na wafadhili wenyewe wakasema kwamba tutapunguza mashini. Bei ilienda juu, sio ile bei tulipiga tukiwa na hao. Kwa hivyo tutapunguza. Hapo tukipata wafadhili watuongezee ili watoto wetu waweze kujifunza pasipo msongamano. Tutasema ni asante. Naam, shukrani sana. Na kama unavyozungumzia kwamba najua kwamba kufanikisha mambo hayo yote mnahitaji hela, na umezungumzia mambo na ufadhili na tukazungumzia mbunge kuwasaidia. Kuna hizi loans upeanwa na serikali, niseme kuna Uwezo Fund katika eneo bunge la Kandui. Sijui kama nyinyi kama kikundi mmeshajaribu kuapply. Kuna grants zinapeanwa na afisi ya Mama County. Sijui kama kikundi mshai apply na mkapata msaada ule wa kujiendeleza kupitia loan zile. Uwezo Fund hatukujaliwa ku apply. Lakini kwa Mama County tuli apply na hata alisema atatuletea. Tuli apply ya Mama County. Alisema ataleta. Kwa hivyo sijui atatuletea pesa ngapi, lakini tunahitaji kwa sababu yeye ndio mama wa wamama, atatuletea kitu kizuri. Ukiona mimi najua kwamba mzazi mtoto hauna uwezo kabisa. Mtoto wako anajikaza darasani, anafanya vizuri. Hata kama ni shamba utakata, uelimishe huyu mtoto akuja okoe familia. Ninaweza jivunia kwamba Mlembe Women mahali tumefika. Viongozi wa kaunti ya Bungoma, viongozi wa Kandui constituency, takana waelekeze macho katika kikundi hiki kia Mlembe, watutie nguvu, waweze kutufadhili, tufanye mambo makubwa. Maana tumejituma, tumefika mahali tumefika, tunahitaji usaidizi. Hata mahali speaker hako kama anaweza sikia, tunamtarajia kuja launch hizi machines, gavana wetu pamoja na mbunge wetu. Hata hiyo siku mbunge alifurahia sana, akajisajili. Yeye ni mwanachama wa kikundi cha Mlembe Women. Tuko na bwana Principal Chief
chairman. Niko na wanaume 10 kwa kikundi changu. Ni wazito kunipita mimi chair. Lakini kwa sababu wanaona mahali tunapeleka watu wetu, wanaona mwangaza mbele. Tunahitaji support ya viongozi wetu wa county. Kama kuna mfadhili anasikia mahali popote anaposikia kikundi hiki hatujifichi. Tulikuwa tunataka matendo yetu yatufikisha mahali tumefika mahali hapa. Yes, karibu. Naam, shukrani sana. Najua kwamba mkifanya ama mkianza mradi huu mlikuwa na malengo kwamba tuweze kuafiki haya, na wakati mtu anapata achievements kwenye vitu vyake anahisi furaha ndani. Sijui Mlembe Women tukizungumzia sawa sana katika eneo wadi ya Bukembe East. Mkeka hivi chini, mafanikio yenu ni kama yapi? Madam ameshatutajia hapa kwamba kuna wanawake 3 ama watoa kwa mambo ya kugema pombe. Sasa hivi ni wanachama. Najua kwamba hiyo unajivunia kwamba ni achievements. Sijui achievements zingine mkikaa chini mnasema yenyewe isingekuwa Mlembe Women tusingekuwa hapa. Madam, like wale wa mama wazee tunaotembea nao wamefurahi. Tunapofanya table banking, mtu anapochukua hata 500 ana kitu anaenda kufanyia. Hata kosa sukari, kuomba siku hizi hakuna. Tunapoingia kila mtu amefurahi. Kila mtu amekunywa chai. Alafu ukija ukiona ujue ile kukaa pamoja nami. Maana mtu anaona tu ni kama pia anainuka. Mimi kila mara huambia watu, ukitaka kuona mbele, tembea na mtu mwenye anaona mbele. Hiyo harufu peke yake itakufanya usonge. Na ukitaka kudidimia, tembea na mtu mnafiki. Ama mtu mwenye fukara kabisa. Hautafika mbali. Kama kikundi nataka kusema tuko na amani. Peace. Tuko na amani kabisa. Hata sasa hivi ukiona wamama walio kwa kikundi, mpangilio wa nyumbani wako sawa sawa. Wengi wamepanda mahindi, wanalima, mbolea wamepata, kwa sababu kupitia kwa hii kikundi wananunua mbolea, wanaweka kwa mahindi yao. Alafu ujue si lazima at table banking utarudisha pesa zenyewe. Kama hujapata unarudisha tu interest. Zile zingine zitaendelea kukaa ukijipa. Kwa sehemu nyingine wamama wanaanza kuwajibika. Sababu neno ambalo spiritual leader anatupea nimegeuza wamama. Kama yule alikuwa na mdomo kwa nyumba, saizi kuna amani. Hata ukiona ugomvi kwa maboma imepotea. Hasa wamama wa Mlembe. Na tukiangalia India, watu wanatamani. Wanatamani vile tunavyokaa. Kwa wale ambao wanatamani tunawaambia karibu. Sisi hatujafunga mlango. Bado tunahitaji members. Wacha wakuje tutembelee kwa pamoja. Tufukuze umaskini. Tuwe kitu kimoja. Tusemezane. Na tuinuane kwa pamoja kama wamama. Yes. Unajua yenu hii kidogo inakaa tofauti, manake wengi wanasema kwamba nilivyoeleza kwamba wanawake wakifika kule nyumbani unapata kwamba amebeba mdomo, ukiuliza unasikia wanasema hiyo ni mambo wanafunzana kwa chama. Mlembe Women ni tofauti. Ni tofauti sana. Cause I'm a disciplinary. Disciplinarian. Disciplinarian, I mean that. Because with me I don't joke. Kitu kikiwa kibaya hata niwe chia rafiki yangu nisamwambia hapa dada imeenda vibaya. Na ujue nishapata kitu sikufichi. Nitakwambia wewe juzi ulifanya hivi na nilipata report na si nzuri. Ndio ile yenye inaleta vitu kuwa mbaya ni ile kuogopana, tusisemezane kwa uasi. Alafu watu wanaendelea na makosa na tunaendelea kukaa nao na tunapakwa uchafu. Wewe sisi hatutaki uchafu. Nataka tuwe wasi, tuwe watu wenye tunajulikana. Hata na nidhamu yetu. Yes. Naam, kama kuna mafanikio yote ungependa kuongeza Cheledi? Yes, kuna mafanikio. Umeuliza na niwache nikujibu. Especially wazee wa hao wa mama. Wakikutana nami kama chair au assistant chief, and they appreciate. Yaani unaona mpaka ni kama hata afadhali mume anaishi tena kuliko member mwenyewe. Yaani wanaona ni kama wamama zao wakati wamekuja mahali sisi tumekaa au tunawaongoza, wameonako changes kwa familia. Na sisi hatufichangi jinsi madam amesema. Mdomo hapana. Kikundi chetu kikuja pale
usipige simu, kuja tu. Kuja tu tukwambie ni masaa fulani, ni mahali fulani utatupata, kuja tu usipige simu. Ukikuja pale, ukiingia ni discipline. Salimia mwenzako, kana utulie. Hakuna kuchukua shingo kalengeza mahali pengine. Hizo ni vitina. Tukimaliza kukaa hivyo, masaa ya maombi kiingia ni maombi kuzama. Mungu akishashusha nguvu zake, Roho Mtakatifu atawale, sisi tuna maombi, na ukikuja pale unazama kweli. Mungu kwanza, ulimwengu tufuate baadaye. Tukimaliza hivyo tunaendelea. Mama akitoka hapo, unaona tu mvuto wake, tena unarudi kesho Jumanne, hachoki. Ukiona wanaume like principal chief, madam assistant chief anakubali kujiunga nasi, mbunge alikuja kulonji na akaona the way tumepanga mipangilio zetu, akasema hiki kikundi cha kwanza na wacha nijisajili kwa hiki. Na akalipia pesa zake zote za mwaka mzima. Aliona kitu. Sasa sisi tuna upungufu wa kifedha. Tuna mama wazee, unataka kumfikia, kifika pale, kuna mmoja siku moja aliumwa na mbwa. Kifika pale unalia machozi, inabidi ubebe mpaka vyakula mpeleke. Tulirudi nyuma, tukakaa, tukachanga kama kikundi, tulimtibu, sasa hivi yako mzima. Tukiongea hivi, kuna mama mmoja tena ni mgonjwa sana, tumejaribu but ana familia kubwa, tukimpelekea kidogo haikitoshi, inabidi aache wajukuu wa kule, but mama ni mgonjwa na tunajaribu, hatuachi. Tumejituma. Madam atakwambia kwamba saa zingine tunapiga tu mifuko zetu tuweze kuokoa. Kwa sababu wacha kulia serikali, wewe mwenyewe ni serikali. Sisi tulijiona kwamba sisi ni serikali, hawawezi fika mashinani. Wacha tutembee, si muachiliangi mkono. Maana nikipata lawama yeye atanitetea kama serikali. Wacha nende nisaidie huyu mama, huyu mtoto. Tuone kwamba tunaweza fikishana wapi. Mpaka tupunguze umaskini. Yani malengo yetu na matarajio ya ndoto zetu ziweze kutimia mahali. Ili leo tukisema kwamba sisi hatutaki uongozi, tunakuwa advisors na kikundi kimesimama. Asante sana. Na leo umezungumzia changamoto hizo kama mnapitia kama kikundi, moja wewe ambaye ni kuni fedha na mnaomba sana wafadhili, lakini ukija pale wewe kama kiongozi, najua kwamba katika wadhifa wote ule kiongozi yote ile hawezi kosa changamoto. Wewe kama chairlady kwenye Mulembe Women Group pale Bukembe East, changamoto gani unapitia? Kubwa sana. Napitia changamoto. Watu wangu wakati wamekuja kwa kikundi, walikuwa wanajua shida zao zote zimeisha. Sasa wanaangalia chair. Sasa mimi kama chair, hata nikiwa nimefinyika, siwezi sema, inabidi nitafute njia ya kusaidia shida ya memba wangu. Mtoto wake amegonjeka kwa hospitali, simu, chair, mtoto wangu kwa hospitali, jua kwamba amepungukiwa, nataka usaidizi. Na uwezi tumia rasilimali za kikundi venye kiholela. Ninakumbuka kwamba kuna siku mama alinipigia simu kwamba mama yake ameaga. Nikasema hii lazima tusimame. Tulirudi chini na madam na viongozi wenzetu, tukakaa, tukachangisha, tukaenda kumulia. Kidogo bado tunalia haya mengine, baba ya mwingine mkwe akalala na ni kwa kikundi karibu tu pale. Tulisimama. That's why nakwambia napenda mbunge wangu Makali sana. Wakati unampigia unamwambia yametufikia na imetufinya, hatuna nguvu. Ulikuwa unatakaje? Nakuza kwani ulikuwa unatakaje? Mbunge unajua tu ni pesa. Ulikuwa unataka pesa ngapi? Sijui kwa mfuko wako uko na ngapi. Siwezi sema ni ngapi, but kwa mfuko wako sijui uko na ngapi. Anasema wacha niangalie kidogo nye nitapata, nitawasaidia. Kweli anasimama anatusaidia. Ninapitia changamoto. Saizi watoto wanaenda shule, shida zinarudi kwangu. Hawakumbuki kuna basari mahali. Ati upigie kwa mbunge simu. Sasa wanampigia kwa mbunge simu, pigia kwa mbunge, na mbunge huyu pia ni Kandui mzima. Sasa kwa tunajaribu, niliwakataza nikawaambia vumilieni mwezi wa 8 tuwe na rambi, tulipie watoto wetu shule. Lakini watoto wanasoma. Ni changamoto. Kama kiongozi huwezi kosa changamoto, na pia ni neema ya Mwenyezi Mungu kukupa kibali ya uongozi. Bure unaweza rudisha mguu nyuma. Na leo hii tukirudisha mguu nyuma, wataumia, watalia. Nitalaumiwa na madam assistant chief utalaumiwa, kwa sababu sisi ndio tunamulikwa pale. Tulijitolea. Naweza ongeza nikimaliza kwamba kaunti ya Bungoma ukifuatilia vizuri, wenda Mulembe Women ya Bukembe East Ward is number 1.
Sisi hatujibebi, hatujiweki kwenye TV, kwenye maredio, lakini sisi tunafanya kazi kwa matendo. Nashukuru sana. Tuko na ndugu yetu ambaye anatuandikianga proposals. Akiandika tunafaulu. Kama hizi mashine za masota, tungesaidia watoto wetu kutoka wapi? Ndio haya yametupata. Sisi wenyewe tunafurahia, tunajivunia. Hata madam akikaa katikati ya mabosses wake wanamheshimu. Mahali yako anaelekeza kikundi vizuri. Mahali yako wanaona malengo makuu yenye madam anatuelekeza. Kwa hivyo lazima wamvulie kofia na kupenda madam sana. Na madam, bila shaka pia una wajibu mkubwa na lazima kuna changamoto ambazo unazipitia ukiwa kama naibu chief. Mimi kama mtawala, niko na watoto wangu wako shule. Itahuzunisha sana nikiona mtoto wa memba ako nyumbani. Sasa ila aibu pia nami huwa najaribu. Nifanye nini? Niitoe. Isipokuwa ni ngumu kwa sababu pia mimi nina mahitaji. Kama jana nataka kushukuru Mungu. Nilipoambiwa nichague mtoto mmoja kutoka Bukimbe Secondary kamlipie fees. Na mwenzetu mmoja mwanachama. Jana nililetewa receipt ya 8,000. Mtoto amekiliwa fees. So ni kuonyesha kwamba mimi nami niko hapa kubeba mizigo ya wale watu. Shida zao ni zangu. Lakini kwa uwezo wangu pia ni ngumu. Ngaje huwa ninajaribu. Na kuna hii kiti ya welfare. Welfare tuliweka hapo kwa ajili ya mambo mengi. For emergency. Cause unaweza pata mtu fulani hajiezi. Sasa hii kit wewe inasimama hapo. Kukiwa na shida like mtoto amefukuzwa na mzazi memba wetu ako mgonjwa ama pengine amepungukiwa. Kwa tunatoa kitu kidogo na tunaenda tunabombeleza shule. Tukijipanga. Nami pia nikipata mahali penye naweza pitia tupate fees. Huwa najaribu. Changamoto lingine ni kwamba utapata vile mmekaa si wote wanaelewa vile dunia inakaa. Sasa kubadilisha mtu ni gumu. Kuambia mtu lazima mtoto aende shule. Ndio mtu pengine aliachisha watoto kama wangali wadogo huwa waendi shule. Na tena ujue kuna culture ya watu wengine kusema masomo ni nini. Hata sisi hatu kusoma lakini tunaishi. Imekuwa ngumu lakini najaribu. Najaribu mpaka nihakikishe nami kama memba wa kile kikundi changu kwa ujumla kiwe kielelezo kwa watu nje. Changamoto lingine ni kwamba ndio ulisema ati administrators sisi watu hutuogopa. Ndio watu pengine wanatamani kuja lakini ukienda pale unaweza ogopa. Mimi nataka kuambia wale wenye wako wananisikiza. Iwapo una moyo wa kuja karibu. Naam. Sina ubaya. Mimi ni mwanadamu, mimi ni mama kama mwingine. Kama wanajishuku na makosa. Hivyo unataka kuambia madam. Mimi sijaandika maid hata kwangu. Mimi hufanya kazi yangu, huwa najipanga. Saa 11 huwa inanipata nimetoka. Like today niliamka saa 10:30. Naam. Kuhakikisha kila kitu nimepanga sawa sawa. Nimeacha chai hapo ya mzee. Nimeorganize lunch. Sitaki pia mimi ugomvi nikirudi nyumbani. Nataka amani yao. Sasa mimi nikifika nyumbani utanipata nimefunga kitambaa kama mama. Nimefunga leso kama mama, utanipata kwa shamba na lima kama mama mwingine. Nilikuwa na sababu ndiposa nikafanya hivyo. Sikutaka mtu adhania I'm so special. To an extent that pia mimi siwezi fanya kitu fulani. Lakini huwa nichukulie kama mama na hata mimi natamani watu waige mfano wangu. Hata mimi naendesha baiskeli nikienda shamba. Naendesha baiskeli nikienda shamba. Nenda nachimbua napanda maboni napanda kila kitu. Mimi ni mama wa kawaida. Sasa mimi nikuambia tu waje tuwafanye kwa pamoja. Uoga watoe tufanye kwa pamoja. Tunataka tuwe kitu kimoja sababu ukiwa na upungufu mahali fulani mtakuwa na kazi ngumu. Sasa wacha waje tufanye kazi kwa pamoja. Unajua kwamba wewe ni mwanamke kama wanawake wengine. Yes, I'm a woman. Naam, shukrani sana. Na najua kwamba katika shughuli zenu hizi
Tukianza na Cheledi, mnatembea, mnapata kutangamana na wanawake. Unaelewa kwamba ulisema mwanzo kwamba mlianza kutembea kuangalia hali ikoje, lakini mnavokutana wanaowapigia simu kueleza mambo mengi, tunajua kwamba tunatamani kwamba wanawake wafike viwango fulani katika nyanja tofauti, si uongozi, si kwenye biashara, tuone kwamba wanaweza kuafiki malengo yao na ndoto zao zinatimia. Lakini kuna changamoto kwa jumla tu, mmeweza kubaini kwamba ni zipi hizi changamoto wanawake wengi wanapitia katika safari yao ya kuafiki ndoto zao? Changamoto ya kwanza, umaskini umekithiri jamii zetu. Maskini umechukua mizizi zaidi. Mtu anatamani aishi maisha tofauti, ni ngumu. Ili sababisha sisi tukuje tuseme sisi ni wana mama wa Mulembe. Mulembe ni umoja, tukuje pamoja. Ukienda kwa familia, sisemi kwa kubaya kama mama, wazee wanasumbua, inabidi mama ujitume. Unaweza pata mzee alizaa na mama watoto 6, hajui jinsi watoto wanavyoenda shule, hawezi atafuata mtoto shuleni, ni huyu mumama. Kipata mama huyu anabidii, tunakuwa kuna guidance counseling. Tunakaa tunamuongelesha, tunamwambia si mwisho wa maisha. Unaweza fanya zaidi. Na tujue kwamba anataka nini. Tutamsaidia. Changamoto ni nyingi, especially young mothers, watoto ambao wameenda juzi katika ndoa. Napata maybe mzazi alifikiria kuchukua mtoto wa mtu na kumleta ni kulala tu na kufua manguo. Hakujua ataitishwa siku moja kila anachohitaji. Una mtoto amegonjeka, lazima upige simu kwenu au utafute msamaria kusaidie. Ni changamoto kali tunapitia. Na pia tamaduni za kupitwa na wakati. Unaweza pata mtu anakuambia, mimi venye mama yangu alizaa, babangu hakuwa anashughulika. Kwa nini unanisumbua? Kitaka kutibu mtoto ni wako au wache? Huyu mama wakati anakuja na kuambia na uchungu, kama kiongozi unakaa unafikiria, unasema sasa hapa nianzie wapi kumsaidia? But itabidi ukae chini na huyu mama umuongeleshe, akubali. Na pale penye unaweza kama ni kumuelezea, sasa wewe fanya hivi, tibu mtoto, shilingi 500 ndio hii, enda shughulikia mtoto. Alafu mtoto akipona kuja tuone. Hawa mama wengine tumeandika wanauza mboga. Kuna wenye wanachukua ndizi kwa shamba wanakata wanaivisha ili wapate mapato. Tunapitia changamoto si haba. Lakini jinsi madam alitangulia kule nyuma kuongea, ukikuja kwa kikundi chetu wamama wanajua atakuoga. Walikuwa wanakuja wengine hata tunashindwa utaongelea wapi, harufu imekataa bwana. Lakini saa hizi wamama zetu wako smart. Wamama wanajua kuoga, wanajua kubadilisha nguo. Leo ni kwenda kwa chama, wako smart. Wana smile, wanafurahia. Kama kuna watu wana shida, unajua watu wengi huja mahali kwa sababu ya kuokoa shida zao. Ndio sababu tunaomba pia tuwe na wafadhili wa kutusaidia kupunguza zile shida. Najua kuna uwezekano, kuna viongozi wana moyo wa kusaidia, lakini hawajui watasaidia nani na wataingilia wapi. Sisi tuko hapa, tunahitaji usaidizi wenu, tusaidie watu wetu. Naweza shukuru kanisa Katoliki la Bukembe, mapadri wameamua kusimama na kutushauri na kututia moyo na hata kuleta misa na kuombewa. Tunaombewa kwenye soko. Inatutia tumaini. Hata kama sisi ni viongozi tunangangana, tunaona pale mbele kuna matumaini. Manako Mungu, ukitangulisha Mungu kila kitu inawezekana. Tunapitia changamoto. Kikuja ukiingia mashinani, naweza sema hivi, huwa tunasema kwamba kuna kitu inaitwa basari. Yes, basari iko. Hii basari viongozi huwa hawaendi mashinani wakajua ni nani anastahili kupata. Sasa kama ni nani hastahili kupata na nani anastahili kupata, kuna yule mwenye hata ajui fomu ilikuweko na ikapita. Huyo sasa unajua ni mzigo kwetu sisi. Sasa hazitoshi. Lakini wakitusaidia sisi pia kwa kifedha, tunaweza fikia wale pia wenye hawawezi kuwafikia. Manake sasa sisi ndio macho yao kule chini. Kuna saizi magonjwa wanasema kwamba kila mtu awe na SHA. Kuna mtu ana simu, atajui SHA ni nini, akigonjeka naleta tu shida kwako. Mtu kama huyu, viongozi wetu tunapoongea hivi wanasikia, tutawasaidia vipi? Ni lazima tuwe na njia ya suluhu ya kusaidia watu kama hawa.
Kama tunaweza patana na viongozi wanaweza kutusaidia, tunaweza sajili hawa mama na wazee ili wafanye nini, pia waingie katika system ya SHA. Akiwa na shida ya magonjwa tunampeleka tu hospitali. Inakuwa ngumu sana. Kiongozi kila kitu kiongozi. Kweli viongozi wetu huwa wanaumia. Tumejaribu na madam tukasema uongozi ni wito, lakini unayapitia. Hayo ni changamoto, najua kwamba madam ako na mengine. Naam, kuongezea kuna hii shida ya mwanamke kuwa na pesa kwa mfuko. Sijui ni laana kwa Bukusu au Bukusu wanaume ama ni nini. Kwa sababu mwanaume ashagundua una pesa, anajua wewe ni kila kitu. Sasa changamoto moja ya wanamlembe wako nayo wakina mama, mama tu ana pesa, wanaume sasa anajitoa kwa majukumu. Langu ni kuomba tu wanaume kusaidiana. Utoe nitoe. Ile sehemu kidogo niko nayo niongezee na tufanye kwa pamoja. Licha wa mama wengine pia ni wagumu kutoa zao, ati zangu ni zangu na za mwanaume ni za zetu wote, hiyo ni mbaya. Lingine nataka kuomba, tunaenda kwa msimu wa kupanda njugu. Wanaume wasikazie mashamba. Wacha tuachilie tulime, tupande njugu kwa ajili ya watoto wetu. Sababu kuna wengine washaamini shamba ni lao, si la mama. Na hiyo ndio shida tuko nayo kama wamama kabisa. Mwanamke hadhaminiwi hata kidogo, ati yeye ana mamlaka juu ya shamba. Shamba ni ya mwanaume. Hasa culture yetu pia inataka kufungia kiasi, kutupa pressure, lakini mlango ni kuomba tu wanaume waachilie mashamba, pia waajibike. Kama hata mama ana pesa, pia aongeze kidogo, tufanye kwa pamoja. Naam, shukrani sana. Changamoto hizo wanazopitia wanawake katika kuafiki ndoto zao. Na tukitamatisha katika kitengo hiki cha Bukembe East Mlembe Women Caucus ama Mlembe Women Group, watu wako kule Bukembe East ni wanawake. Umesema kwamba pia mnapokea wanaume, sio? Lakini ndo kwa mara ya kwanza leo hii anakuona labda kwenye runinga, na shangaa ni vipi nafikaje huko? Mwanamke huyu anafikaje kwenye Mlembe Women Group Bukembe East? Kujisajili labda ama kufika kwa ofisi, ni wapi anaenda? Kwanza sisi ni wana Mlembe. Mlembe iko na katiba na sheria zake. Ukitaka kujisajili kwenye Mlembe lazima uwe umetimiza miaka 18 na zaidi, uwe na kitambulisho cha kitaifa. Na ukikuja pale hatukuchukui siku yenyewe, tunakuassess. Ukikuja utajitambulisha, utuambie wewe ni nani, unatoka wapi, unataka nini kwa kikundi na ni nini kimekuvutia. Hayo ni maswali chia nitakuuliza au disciplinary atakuuliza. Ukishayajibu hatutahitaji registration fee yako saa hiyo. Tutakwambia utarudi next week. Ili tukibaki kwa nyumba yetu tuassess, tuaseme mtu, kuna watu wasumbufu, naweza leta unaleta shetani na kuja kupromosha kikundi. Sasa wakati unarudi, kama wewe ni mzuri, urejeshe na shilingi 500. Alafu tukusomee katiba, uende na katiba. Yes. Kwa sababu hata kuna siku juzi 2 weeks back, kuna mtu alikuja, ametumwa kuja jiunga na kikundi cha Mlembe. Nakwambia kikundi kizima watu waliteta, nako pale. Na nikawaambia tulia, huyu ni mgeni, mambo ya nyumba yetu ni ya nyumba yetu. Wakati alimaliza nikamwambia utapata jibu. Na wakati nimwambia utapata jibu, nikaambiwa huyu mama amekuwa kwa kikundi na akasumbua tu kugonganisha. Nikasema enough is enough, mistaki. Hiki kikundi ni kiamani, Mlembe ni amani. Mlembe kuja pamoja. Nikipungukiwa wewe pia umepungukiwa. Yaani tunafanya kazi kwa pamoja. Kuna mdogo, hakuna mkubwa. Kikuja pale kuna wamama zetu wazee. Hawa wazee ndio sisi tunawaita madam principal. Kwa sababu hawa sasa ndio wazazi wetu. Tunawaleta, yani wasikie ule upendo. Hao ndio ma principal wetu, tunawalea hivyo. Kwa sababu mimi nina nguvu, naweza mcheka. Kesho mimi naelekea kule. Sasa ukikuja kwa kikundi kujisajili, kuna masharti ya kikundi. Na ukikuja kwa masharti ya kikundi, tutakuassess. Ukimaliza
ndio sasa tuchukue shilingi zako 500. Au kuji tu kuanguke tutakupokea. Tuna haja na pesa sana. Tuna haja na nidhamu na mvuto wako ambao utakuja kutupea idea kwenda mbele. Hata kama una shida kabisa, una shida na wewe una nidhamu nzuri, tutakuchukua. Kwa sababu shida hii ndio tumekuja, tusaidiane kwa pamoja tuitatue. Asante sana. Labda malengo ya Mulembe Women Group, malengo yenu kama kikundi, kama chama kuelekea mbele, mnatamani mtekeleze yapi? Tunataka kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Tunataka tuwe shirika kubwa. Sasa tuko na mashine ya peanuts, tuko na mashine ya kushona sweta, tunapanda njugu nyingi, kwa hivyo tuna malengo ya kuwa na kampuni kubwa. Tujisajili sisi pia tupanuke. Sisi wenyewe ndio wadozi pale. Watoto wetu wenyewe ndio wanafanya kazi pale. Kwani umaskini utakuwa wapi? Tuna base kuangalia. Naona leo nimekuja hapa mashine ni nyingi mpaka inanitisha. Hata sisi tunaelekea huko. Nataka Madam Assistant Chief kesho hii retire imefika. Yeye ndio director mali pale. Pole sana, hata hivi sasa yeye ni director. Tuko ma director 3. Kuna mzee mmoja na sisi wanadada 2. Kwa hivyo tunaangalia mbele. Tunataka makubwa. Na makubwa haya tunaona Mungu akanatufunulia. Kama tumepata kufunza watoto wetu na ni bure. Hatuitishe fedha kwa mtu. Leo hii tunashaga njugu, na njugu hizi tunaajiri vijana wafanye kazi. Kumaanisha sisi tunahitaji kwenda kuone kwa mambo makubwa. Shukran sana. Labda tukiachana hayo, najua kwamba nyinyi ni wanawake, na najua kwamba masuala ya mtoto wa kike kama wanawake na tunaye mtawala tena ni wa kike, itakuwa ni vizuri sana tuweze kuangazia swala la mimba za utotoni. Madam Assistant Chief yuko hapa. Ni kero si Bungoma peke yake, lakini katika taifa letu zima. Ukiwa katika nafasi ile na pia wewe ni mwanamke, sijui ukiangalia Bukembe kule unakokaa, visa hivi vya mimba za utotoni hali iko vipi? Vinaongezeka, vinapungua? Kwangu nataka kusema hivi. Visa hivyo vimepungua. Kwa sababu ilifika mahali nikashika watu 3, nikarusha ndani waliohusika kwa vitendo vile. Sasa kwangu watu hujua vinaponifikia hakuna story, hakuna lingine sheria ifanye nini itimie. Hata binafsi kuna watoto walizalia kwa maboma, nikachukua nikarudisha shule mwenyewe. Licha wanasumbua lakini wanajaribu. Kwa sababu huwa ninaona nisipowajibika ninaoma kwangu. Mimi nataka kusema hivi. Ujue nataka tuelimishe watoto wetu kuanzia chini. Wazazi ndio wametupoteza kabisa. Wazazi ndio wanafanya tunapata shida zote. Wao hawaambii mtoto kijiko ni kijiko. Wanaambia mtoto ni kijiti. Kwa wazazi nataka kusema hivi. Ambia mtoto kuna mambo 3 unapoenda kulala na mwanaume. Kuna ugonjwa, kuna mimba, ama kuna vyote. Ugonjwa na mimba. Ugonjwa na mimba pamoja. Wazazi waambie watoto ukweli, kuna wakati wa kila kitu. Itafika wakati ambapo hautapimia mtoto hewa, atafanya kila anachotaka. 2, hizi mimba zinatokana na wazazi kutopeleka watoto shule. Unajaribu kufuzana na mtoto aende shule. Utapata mtoto amepotea. Ameenda pengine kufanya kibarua mahali. Anaporudi anarudi na hiyo shida. Unapofuatilia ujue ni nani amefanya hii makosa, mzazi hataki uongee, hataki kujua, hataki kufuatilia. Kuna siku nataka kushukuru, kuna mama mmoja anatoka Highway Village. Mtoto wake alikuwa ameenda Bumula, alikuwa form 2. Na akaja akaniambia, madam, nifanye nini? Mtoto wangu ndio yako Bumula. Nikasema sasa Bumula na mimi kuambia Assistant Chief huko itakuwa too late, pengine kuwe na information naenda kule na nipate mtoto ametoweka. Iliambia mama, step gani umechukua? Hata anakuja tusemezane. Kama bila sawa, acha kuje. Inspector Adongo kule aliko alitoka Bukembe. Nataka kumshukuru. Wakati walikuja mama kaniambia ndio tumekaa. So wameanza kuandikishana. Nikaenda na inspector na maaskari tukashika tu kikundi chote.
wa polisi ndani. Kijana hiyo siku hakukua. Nikasema nataka kijana ama huyu mzee analala ndani. Sina story. Uje pikipiki ndio hiyo mpaka Bumula. Nilitoa pesa. Wakashika mwanaume wakaleta. Kena na mtoto kufanya PT test alikuwa negative. Mtoto pia alikuwa na kichwa. Ilimweka. Lakini I thank God as I'm speaking ako college. Saizi. Ako college. Watoto wengi sana ambao walikuwa nasumbua pasipo kupata mimba, nimenyorosha wako shule. Na kila asubuhi mtoto unapomtajia tu Alex, anasema shule. Jibu ni shule. Shule. Mpaka watoto wangu hujua hata primary. Ninapomwona lunch time amekuja, atasema madam, naenda lunch. Mbio. Sasa mbio, kula, rudi shule. Sawa? Yes madam. Mimi hata mambo ya kuuza bidhaa sokoni watoto nilikataza. Watoto wangu wa Butembe sub location never. Kuna mzee mmoja ambaye marehemu saizi, kuna wakati unajua alikuwa retired police officer, alitaka kunithreaten, mjukuu amekuja kuuza ndizi. Nikamwambia umesikia, utanipeleka penye unataka. Hizi ndizi mtoto arudishe nyumbani mkule kama hamna chakula, sababu ni chakula pia. Lakini alikufa akisema madam unaweza. Sasa mambo na watoto na mimba mimi kwangu hapana. Ndio ziko, lakini naomba tu wazazi, unapokuwa na kitu kama kile, kuwa wasi, tusemezane, tujue yule mwenye amefanya yale maneno adhibiwe. Hata nilifika mahali nikasema, si kitambo sheria ilikuwa kama mkono umekosa, si wanakata mkono. Sio sheria irudi, watoto wapone. Na Madam Assistant Chief, yes, unasema kwamba wazazi hawa waangalia watoto, lakini tumepata kusikia visa vingi tu kwamba wale ambao ndo walezi wanageukia watoto, kwamba baba mzazi kabisa amemrudia mtoto wake mpaka kumpachika ujauzito. Incest. Yeah. Kulikuwa na mmoja tu kwa sababu location yangu ambaye nilisikia. Na hiyo kitendo ilitenda, huyo mwanaume ni mjane. Mama alikufa. Sasa alikuwa naishi na watoto wake. Mvulana akaenda kazi. Msichana akabaki pale. Alikuwa form 2 Msanga. Wakati nilipata hiyo habari, unajua watu wanakupa habari na tena hao ndio wanaenda wanatorosha. Akaenda. Na huyo mtoto alipata ugonjwa. Because the father is a victim. Wakati nilijaribu kushika huyo mwanaume tukaenda usiku, alikuwa ameambiwa. Na akatoroka mpaka saizi. Hajarudi. Kuna wakati alirudi, sasa wakati ninapita tena kule, ndio huyo akatoka tena. Penye huyo mtoto wako saizi, mpaka saizi sijaijua penye huyo mtoto wako. Sijaijua. Na bado nafuatilia sijaijua. Yes. Ni mmoja tu ninafanya hicho kitendo. Na kwa wale ambao labda ndio haijatokea kwamba una ujauzito tukajua kwamba umetokana na mahusiano na yule mzazi, unawashauri vipi wazazi hawa wa kiume ambao wanafanya watoto wako kama wake zao? Naam, mimi mara nyingi nikiwa na public barasas huwa nakuwasi. Kwa saa zingine huwa nakuwa kama mhubiri, tena ni kama si mhubiri. Mimi huambia wazazi basi. Nawaambia ile culture yetu ya kitambo ilienda wapi? Wazee wenye wapo, mbona msifanye kama jamii, kama clan, mkalishe watoto? Si tulikuwa tunaitwa tunakalishwa like in holiday. We used to have a meeting, a clan meeting. Kuna chairman, kuna kitu, yani kila mtu ako na kitengo chake. Ile yenye mtu akimisbehave, there is that discipline. Na inafanyiwa hadharani pasipo kuficha. Na unajua saa hizi hiyo kitu ilienda mpaka ubinafsi umeingia. Yaani mtoto wa mtu si mtoto wako. Unaona tu wako ndio wako. Mpaka ujue sasa mtoto wa ndugu yako si wako. Ili mpaka unamtamani kama mke. Unaona tumefika pale kwa sababu hakuna kusemezana, hakuna jamii kukaa pamoja, hakuna kuongea. Alafu tu we women ndio tunaleta hizi shida. Ukitoka kwa ndoa yako, uache watoto pale. What do you expect? Hata kuambia mama tujikaze. Tukae ngumu. Maisha si mteremko. Kuna milima na mabonde, kuna miteremko pia. Tuvumilie katika ndoa zetu. Ujue ukioleka Mungu ana mipango yako. Mungu anajua maisha yako. Tusijiachilie tu tuseme hii mateso siwezi sijui niende wapi. Hao watoto ulizalia nani? Nataka tuwatunze, tukae nao. Kwa sababu baba peke yake haitawezekana. Ujue pengine mwanaume ni mlevi. Akija usiku
anafanya chenye anafanya na wewe hauko. Sasa wamama tujikaze, tukae kwa ndoa. Tusemezane na watoto wetu. Hasa watoto, hata watoto wavulana siku hizi pia wananajisiwa. Si wasichana peke yao. Hasa tusemezane na watoto. Tuwaambie watoto wajue. Alafu kina baba, chenye nawaomba, mtoto mwenye umezaa ni wako. Mheshimu. Mtoto mwenye umezaa ukiwa na yeye ni laana. Na mtoto mwenye atazaliwa utamuita nani? Hiyo ndio swali. Sasa nataka kuomba wale wazee wenye wapo, turudishe culture yetu, tuambie watoto, tufunze watoto jinsi ya kukaa, tuelimishe watoto jinsi wanatakiwa kuhusiana na mababa zao. Uje mpaka saa hizi unapata mtoto ana hug tu baba yake na kifua hivi. Anashikanisha kifua na baba yake. Uje mama yako hajai hug bibi yake. Lakini ana hug mtoto. Honestly, what is that? So mimi kwa public barasa huwa naambia watu, nawaambia ukweli, nawaambia hapana, hapa na hapa, mipaka iwe na watoto waheshimu wazazi wao, wazazi pia waheshimu watoto. Yes. Na asante sana. Labda nikija kwa chair lady, manake yeye ni naibu chifu na najua kwamba ni kitengo chake kuangazia mambo kama haya, ila tukiwa pale kama wanawake, kama kina mama, kabla ndo tutafute naibu chifu tumuelezee haya mambo. Sijui katika kikundi chenu kama mnajaribu kuona kwamba tunasaidia watoto wetu wasichana ili swala la mimba za utotoni lisikuwepo, kwamba nao wakuwe na maisha mazuri, yasiharibike barabarani. Najua kwamba chanzo cha mtoto kuharibika inakuanga mzazi. Wenye madam assistant chief anasema. Na ikiwa mzazi, wewe umelea mtoto wako kwa mazingira mazuri, mtoto anaenda shule, unakuwa open, unamuelezea hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Kukua karibu na mtoto mvulana si vizuri. Kujiachilia mwili wako mtoto mvulana akikushikashika ni hatari. Mtoto atagrow akijua kwamba kuna shida. Lakini wewe mwenyewe ni mlevi. Wewe mwenyewe una kituo. Wanaume wanakuja wanakugongako kidogo kwenye makalio. Mtoto anatazamia. Huyu mwanaume ataambia mtoto, enda uniletee credit. Mtoto anachukua hizo pesa anakimbia. Akirudi anampatia mtoto 20 bob. Ni uhusiano unaanza pale. Lakini ikiwa mzazi utajukumika kujua kwamba kizazi chako cha kesho unataka kisimame, lea mtoto kwa njia inastahili. Lakini sana mimi ninakuja kusema kwamba vituo ndio pia vinachangia. Mzazi yako tu, yeye venye hakusoma, kwa nini? Si yako. Mtoto pia anakuwa tu anajua kuzoea tu pesa, akipewa kidogo na mtu mwenye amekuja karibu, anamtuma. Kesho hii huyo mtu ako na mama, kesho hii huyo mtu ana mtoto. Mama na mtoto wanatembea barabara moja. Sasa sisi huwa tunakaa kwa kikundi, tunawaambia, venye mnakuja kwa kikundi, unakuja kwa sababu ya familia yako. Wewe saizi una miaka 28, uko na miaka 35, una familia changa. Shughulikia watoto wako. Mwanaume akilewa, sio kulewa kwa mwanaume kunaweza changia mtoto kuharibika. Huyo ni baba wa familia. Tulikuwa tunaongeleshana jana tukiwaambia kwa kikundi kwamba mzee wako akilewa, hiyo si dhambi. Wewe kuheshimika pia kwa kijiji, enda uchukue mume wako ukiambiwa maanguka. Enda umchukue umlete. Ukimfikisha kwa nyumba kwa sababu mko wawili, tandika yeye kofi moja. Lakini area mzima inajua kwamba unapenda mume wako. Hata kama ni mlevi lakini anampenda. Unajua watoto pia wanapoona kile, wanafanya nini? Wanawapenda wazazi. Watafuata yenye wazazi wanasema. Kwa hivyo mimba ya mapema inatokana pia na sisi wazazi kujiachilia. Kwa nini wengine wasome? Kwa nini wengine wakwame? Alafu pia kuna watoto tu wakusumbua tu. Kuna mtoto tu msichana anafuata tu kijana. Pia kuna siku nilikuja nikaongelea hilo jambo. Kuna mtoto tu msichana anaenda kutafuta mtoto kijana. Mtoto huyu msichana tumfanyaje? Leo hii hatari kipatikana wanaface ule kijana. Na yeye ndiye alienda kumtafuta. Wazazi tuwajibike, ikifika saa 12 jioni mtoto wako wako wapi? Leo hii mtoto wako hayuko shuleni. Wamekuwa likizo. Wewe hauko. Mtoto wako ameshinda mchana, alikuwa wapi? Lazima tufuate mienendo za watoto wetu. Watoto ni wajanja. Ni majenzi wa saizi. Mtoto anakuambia mam, nimeenda maji. Si maji. Anachukua masaa mawili. Jambo lishatendeka. Leo hii kishatendeka, tunaanza kushitakana. Leo hii mtoto akizaliwa, je, atapelekwa wapi? Kijana tumemweka ndani,
Msichana aliyetafuta kijana ako nje amezaa mtoto. Mtoto huyu tumpeleke wapi? Hili pia ni changamoto kwa sisi wazazi na pia serikali. Tukisha funga kijana, mtoto atapelekwa wapi? Lazima pia tuangazie wasichana wetu. Naona kama tukifinya wasichana wetu, mimba za mapema zitapungua. Baba ambaye umri umepita mtoto msichana, adabu yake iwe tofauti na mtoto kijana. Kwa sababu mtoto kijana naona kama mtoto msichana anamfuata. Kastage kanasumbua kidogo, tunaelewa, lakini tuongeleshe watoto. Pia kama kikundi cha Mlembe naweza kuwa kwamba umetu challenge pale, tunaenda kuwa na masemina za watoto wetu wakati wanafunga. Tutakuwa tuna vitengo za seminars. Hatutawaachia muda. Tutajipanga kuanzia sasa kufika mwezi wa 8, tutaanza kuketi na watoto wetu. Tukisemezana, at least wajue. Wazazi wanaogopa kuongea ukweli. Na ukweli saizi hauwezi kuogopa kusemezana na watoto wako. Ambia tu, huyu ni baba yenu, mimi ndio mama yenu. Na huyu baba yenu alinipata mimi nikiwa na miaka fulani. Sasa wewe soma. Wanaume wazuri wako mbele, wasichana wazuri wako mbele. Ukifanya hiki na hiki kuna ugonjwa. Na saizi hawaogopi ugonjwa, lakini kuna mimba. Mimba ndio sasa wanaona ni hatari sana. Mimba si hatari. Leo hii utatumia family planning. Wewe ni mtoto mdogo, utaharibika. Unaharibu uzao wako, wewe ni mtoto mchanga. Achana na vitu kama hizo. Acha kujidunga shindano zenye mimi mzazi wako natakana nijidunge. Tutakuwa na seminar. Umetupa changamoto hapo, umetuongezea kufunguka akili kiasi. Tutakuwa na seminar, tutakuwa tunaongelesha vijana. Madam Assistant Chief, sisi hatufanyangi kazi ya ward ni ya sublocation, tunafanyanga ward mzima. Kwa hivyo tutapanga seminar kadhaa. Hall yenye tuko nayo inatosha. Hata tutapeleka habari makanisani. Kanisa kwa zinafanya seminar za watoto. Ni ile tu bati mimba zimepungua. Bukembe sasa hata tukiongea Bukembe imebadilika kidogo. Naweza sifia chairman wangu wa soko, naweza sifia chief wangu. Bukembe imebadilika. Bukembe ilikuwa inajulikana. Kusimama kwa matrela kwanza ndio kunachangia sana. Saizi kumebadilika. Saizi nijue kuna wakati nilikuwa pale saa 6 za usiku. Nikijua nitawapata. Hakuna hata isipokuwa huwa nachukua wakati wangu pia nasemezana nao. Kwa hiyo kutembea tu, naambia dada habari, unafanya biashara gani? Ananiambia tu basi mimi najiuza ndio nikule. Naambia uliamua vibaya. Si utafute njia nyingine. Huwa nasemezana nao. Kurudi kwa pale mama alikuwa mimi personally niko na ile interaction na watoto wangu wasichana. Nikipata naye kwa barabara sasa, unaitwa nani? Unatoka wapi? Naanza kumwambia pale wasichukui muda, sababu kuna wakati huo unakuja usini na vitambulisho nini, mnawaambia mnasikia uko smart, unaenda wapi sasa? Naingia university. Soma mama. Mimi ningesoma ningekuwa kwa ndege. Si kusoma ndiposa natembelea kwa miguu. Sasa soma mama. Masomo ni mazuri. First priority peana kwa mafunzo yako. Nawaambia certificate ndio mzee wako wa kwanza. Nawaambia usipopata masomo hakuna maisha. Na wengi wamenisikia. Hata nawaambia kijana sasa akikujia, mwambie that's not the right time. Nina wakati wangu. Jipende. Ongeza VAT yako. Mwambia you're smart and you have to maintain your smartness. Na ujue ukijaribu hautakuwa hivyo. Ushamwambia nasema madam nimesikia. Tu wanawaambia mashuga dadi. Asikupe pesa zake. Ama leading example. Niliweka kwa mzee wa pipi. Mimi ni namba sijui 3 4 huko. Naambia tafuta wako na awe halali. Alafu ukienda wasi, watu wakiona, watu washuhudie. Hii mambo ya kutoroka pasipo kwenda kwa njia nzuri huwa inaleta shida. Naambia soma upate degree yako ama upate certificate zako. Alafu ushamaliza mambo mengine yakuja. Kwa mama anataka kuambia wenye wako wanaangalia. Zaa watoto wenye unapenda. Usizae watoto kwa sababu mzaa anakuambia kuzaa. Zaa kwa mpangilio na ulelee kwa maringo. Niwaambia watu hivyo. Zaa kwa mpango ulelee kwa maringo. Uje kulelea kwa maringo ni wale watoto wenye unaweza lea. Kama ni wawili basi unalelea kwa maringo sababu unaweza wapa mahitaji yao. Lakini si kwa pressure ya mwanaume. Si kwa pressure ya mwanaume. Ujue hiyo ndio inatumaliza kabisa. Ujue ushazaa watoto wengi mpaka kulea, kuwatunza, kuangalia njia zao ni ngumu kabisa. Like me. Last born wangu alimaliza kitambo shule. Sasa anatafuta kazi. Ukiniangalia si ningekuwa na mtoto hapo wewe tunasema
Yes, I planned. Wow. So we have to plan for the future of our children. Watoto wasiwe mzigo, wawe mabaraka kwetu. Unajua unazaa mpaka watoto ushafika mahali hawezi lea, sasa wanaanza kuwa tu yani mzigo kwako. Yani unaona ni kama dhambi ulifanya badala ya kuwa baraka kwako. Hiyo ndio inaleta shida kabisa. Unajua ushazaa kwa mpango, kila mtoto unawajibika. Huyu akitaka kangumu unampa, huyu akitaka sweet unampa, huyu akitaka nguo unampa sababu you can afford. But if you cannot afford, hiyo kitu itafanya watoto watoke. Watoto waanze kutafuta penye hawawezi. Na chenye hawataki hata paka watataka. And those men are ready for that. Like mtoto akulani kangumu, akienda penye wanapikia kangumu, hiyo kangumu pekee yake ataona hapo ndio nitakuwa nikikula na anajipeana. So wacha tuzae watoto wenye tunaweza linda, tulelewe kwa maringo, alafu tuwapende. Asante sana. Neno lako la mwisho Cheledi. Neno langu la mwisho nataka kuambia kina mama wajikaze. Maisha haikuji kwa urahisi. Lazima tushikane. Na ukiona unatembea peke yako, najua utaenda lakini utaenda mbali. Shikana na mwenzako, tukikaa kama kikundi, tutafika mbali kwa pamoja. Na pia wasiogope. Ukitaka kuwa mama mzuri, punguza maneno. Kuwa mama wa kutii. Kuwa mama kubali kurekebishwa. Leo hii mzee wako anaongea, unaongea. Anasema, kwani kwa hii boma ati kwani unaambia nani? Najaribu kuambia kina mama tuishi kama kina mama. Sasa uongozi sio ni wazee tu. Hata sisi wa mama tunaweza. Tunaweza. Ni ile tu tukishikamana, mama kupata mama kiongozi ni rahisi. Jambo lingine nataka kusema wote waliofadhili kikundi cha Mlembe. Asanteni. Viongozi wangu wamekuwa manufaa sana kwa kikundi. Sitasahau seneta wangu. Haja atasema kwa nini huyu unaongea na unikumbuke. Seneta umekuwa mtu wa msaada kwa school fees na hata juzi kulonchi umekuwa na sisi, umetutumanishia na tukapata msaada wako. Mama Catherine Wambilianga, wakati wa school fees juzi kulonchi ulitumana msaada wako. Licha mama mimi naweza sema kwamba ninakutamani ukuje tukae na wewe. Watoto wakiweka bidii, mama karibu. Usiachie baba peke yake. Kuna mengine tunaweza semezana na wewe ambao tuwezi ongea na baba. Na miminisha hizi shukrani zangu kwa mbunge wangu. Anafanya kazi. Na mimi nataka kuomba watu wetu. Msione kwamba nikisema mbunge anafanya kazi kwamba anapenda. Mbunge anaona bidii, anasaidia kulingana na bidii ambayo tunafanya. Hawasaidiangi mtu mwenye andi shamba, amacha shamba ikiwa na nyazi. Wanasaidia mtu ambaye ameshapalilia, amemwaga mbolea inanawiri. Wanasaidia mtu kama huyo. Kwa hivyo mimi kusaidika kwa mbunge ni kwa sababu tunabidii kwa kikundi. Amekuja akapata kikundi kimekuwa na akaona hapa ndio mahali naweza fanya kazi na wamama zangu. Na zaidi ya yote nataka kushukuru chief wetu. Nataka kushukuru administration yetu yote ya Bukembe Eastward. Sitamsahau chairman wangu wa soko, manake pia kama sio kusaidiana na administration soko yetu haingekuwa imefika mahali imefika. Kulikuwa na uhalifu wa kutisha. Lakini akashikana na administration akafanya hata sisi tunajivunia kwa kikundi. Hatungeweza kulaunch, tupewe pesa na tutoke na pesa. Wenda vita ingekuwa mahali pale. Nataka kukushukuru. Nataka kushukuru kanisa Katoliki chini ya Figa General Father Julius Oyo na msaidizi wako Father Aquilinus. Mmekuwa wa msaada sana kwa maombi, mmekuwa washauri wakubwa kwa kikundi cha Mlembe, na endeleeni kutuombea. Nataka kushukuru West TV. Kwa kuja kwetu hapa, najua kwamba tunaeneza injili kubwa katika kaunti ya Bungoma na hata katika nchi ya Kenya. Na la mwisho, watu wetu ninaomba tusiwe watu wa kulaumiana kila wakati. Unaweza ona kiongozi unasema hafanyi vizuri. Ukivalishwa kiatu hiki ni ngumu sana. Kwa hivyo saa zingine tuweko watu wa shukrani na kukubali yale yamefanyika. Yale ambayo yeye anapanga na yale ambayo wewe unasemeza hayawezi endana. Tuwe watu wa shukrani kwa viongozi wetu na tuwape nafasi wa kufanya kazi. Kama amekosa tujifunze kupata njia ya kuongelesha. Alafu tuone kwamba ni hatua gani tunaweza piga tukienda mbele. Nataka kushukuru speaker wetu.
kwa sababu kwa uongozi wake ndio unafanya pia sisi viongozi wetu wanashuka chini wanatufikia. Najua kwamba kwa hii launching ninaomba kwamba akuje tulonji pamoja mashini za watoto, ashuhudie kazi ambayo tunafanya. Governor, sitakusahau kama our excellency, tunakuhitaji kwa hii launching. Najua kwamba haujawahi tufikia, pengine hatukukuwa na njia kukufikia, lakini leo hii niko kwenye TV, unanitazama, unanisikia, au wandani wako wanatazama tukisema kwamba tunakuhitaji. Karibu ukuje, tuendelee pamoja kufanyia kazi. Najua kuna mengi ambao wewe uko nayo ambao ukitusaidia tunaweza saidia jamii yetu. Hatusaidii Bukembe East Ward peke yake, ambaye anatusikia kama anaweza kuhitaji twende tumfikie, tutampatia nambari ya simu, tutafika, tutashauri vikundi, wawe na bidii, wawe watu wa kujituma, wawe wanyenyekevu. Mkiwa na amani kila kitu kitafanyika. Mkiwa na upendo kila kitu kitafanyika. Asante kwa hayo mengi. Asante sana. Madam Assistant Chief, kuna salamu ungependa kupeana mahali? Before nipeane salamu, langu ni kuambia tu wazazi shule zimefungwa. Tupeleke watoto shule. Licha hali ni ngumu, enda semezana tu na principal, akusikize na uwe mwaminifu kwa ahadi yako, alafu mtoto awe shule. Mimi mwisho nataka kusalamia wana Bukembe wote ambao wananiangalia, who are watching me, Bungoma County as a whole, kwa sababu mimi natoka Kimilili kwenye nimezaliwa, najua wengine wako wananiwatch. Nimepata messages hapa, wengine wako wanaendelea kutuwatch, congratulating us. We are there for a girl child. Let's protect a girl child. Make sure that a girl child goes to school, learn well, kept well. Alafu pia sisi tuone utawala in future. Pia sisi tunatamani kuona a president who is a woman. Bila shaka. Thank you. Okay, asante sana. Shukrani kwa kuja na shukrani kwa kazi nzuri ambayo mnaitekeleza katika vitengo mbalimbali hivyo. Naam, tumefika tamati ya West TV Staftahi Jumatano ya leo. Nimekuwako Ruth Songa. Kwa heri. Bobon. First time.